Ndugu zangu wachimbaji, mimi nikite kwenu, maana nyie sasa ni wachimbaji wenzetu. Mimi kikubwa ninachokiomba kutoka kwenu ni ushirikiano. Tunaomba muwe na ushirikiano, maana tunaenda kufanya kazi ya vikundi. Vikundi vinakuwa na changamoto nyingi, lakini kwa sababu tumeamua kuwa pamoja, najua kwamba tutaanza pamoja na tutafika. Ni kweli kwamba mheshimiwa mgeni rasmi, uchimbaji unakuwa na changamoto nyingi na kunakuwa na migogoro mingi, lakini kwa imani nilionayo kwa wachimbaji walioko mahali hapa, mimi najua kwamba ni vijana ambaye tumekuwa na matatizo ya hapa na pale, na Mungu ametusaidia kwamba ni wakati sasa na sisi tumeenda kupewa hicho tunachoenda kupewa. Hivyo ni wakati na sisi tuende kukifanyia kazi ili kesho tuwe matajiri wa kesho. Si ni kweli ndugu zangu? Kwa mfano ofisi ya RMO na timu yake imekuwa ya msaada mkubwa sana katika mkoa wa Mara, maana nasi tulikuwa na changamoto za hapa na pale wachimbaji walio wengi, maana hapa na wakilisha wachimbaji wote katika mkoa wa Mara. Ila kwa ukweli ulio wazi ni kwamba mheshimiwa RMO na timu yake imefanya kazi kubwa sana, na ni kweli usiopingika kwamba changamoto nyingi zimetatuliwa. Bila kusahau kwamba mkuu wa mkoa tulionaye ni mkuu ambaye anasikiliza changamoto. Ukienda ofisini kwake anakusikiliza. Mimi ninachokiamini ndugu zangu, kikubwa ni kuwa na ushirikiano, na tusitengeneze migogoro ambayo haina tija. Tuishi kama ndugu, kama tulivyopata hizi leseni. Hivyo tuendelee kuwa pamoja kama tulivyokaa mahali hapa ili tuweze kufika pamoja. Mimi najua kuna watu wengi mmeona mahali hapa Nyamongo, na kuna watu wengi mmeona sehemu mbalimbali wamefanikiwa kutokana na uchimbaji. Na hamna kazi ambayo ni nzuri jamani kama ya uchimbaji. Juzi tulikuwa pale na kongamano pale Msoma, na tumekuwa na uzalishaji mkubwa, na imeonekana kwamba tumetengeneza pato la taifa. Na ninaamini kwamba tunahitaji sasa na nyie mkiendelea kuongeza na tukusanye hayo ambayo yako chini haijatolewa, mimi najua tutashika namba moja hata kitaifa. Hivyo mheshimiwa mgeni rasmi, ninachotaka kukuhakikishia ni kwamba hawa wachimbaji wadogo wadogo ambaye ni wakurugenzi, yani nyie ni wakurugenzi hapo mlipo, tunakuhakikishia kwamba sisi kama wachimbaji wadogo wadogo tutashirikiana, tutashikana mkono, tutaelimishana, na tunajua kwamba tutafika, tutakuangusha. Na pia nipende kusema kwamba mama yetu ambaye ni rais wetu mpendwa amekuwa ni mama ambaye anasikiliza watoto wake. Kipindi cha nyuma tumekuwa na changamoto nyingi sana. Ninachotaka niwahakikishie wachimbaji wadogo wadogo ambaye sasa hivi mnaenda kushika mpini, nataka niwahakikishie serikali tulionayo ni serikali makini, ni serikali sikifu, ni serikali ambayo kwenye wizara yetu, mimi naongelea masuala ya wizara ambaye mimi ninaofanyia kazi, kwamba wanatupa ushirikiano kweli kweli. Ila ninachowaomba sisi wachimbaji tusiende kutengeneza migogoro alafu ikaonekana kwamba hiki tunachokizungumza hapa ni cha uongo. Hao kukaa tulikokaa hapa kwa leo, tumekuja kwa ajili ya kile tunachokihitaji, alafu tukatengeneza huko migogoro ambayo sio ya muhimu. Watu wa Mungu, ninawaomba tuwe tunakaa kama tulivyokaa hivi ili tuweze kuelimishana ili maisha yaende.